Karibu sana na sikiliza simulizi hii mwanzo mpaka mwisho. Kuna mafunzo mengi sana ndani ya simulizi hii. Na bila kupoteza muda, kulikuwa na kijiji kimoja cha pwani ya Kiswahili. Kijiji kilichojulikana kwa utulivu wake, ngoma zake za usiku na bahari iliyowazunguka watu kama mkufu wa almasi vile. Katika kijiji hiki aliishi binti mmoja mrembo aitwaye Asha. Uzuri wa Asha haukuwa wa kawaida. Macho yake yalimetameta kama nyota za baharini. Nywele zake zilikuwa ndefu na ni nzuri, na ngozi yake iling'aa sana, na alikuwa ni binti mrembo kuliko mabinti wengi pale kijijini. Lakini licha ya uzuri huo, moyo wake ulikuwa umefungwa kwa upendo wa mtu mmoja tu aitwaye Selemani. Selemani hakuwa tajiri wala hakuwa na heshima kubwa kijijini, lakini alikuwa ni mchapakazi mwenye bidii ya kuvua samaki, na zaidi ya yote alikuwa na moyo safi kabisa pale kijijini. Hata hivyo, mama yake na Asha Bi Zubeda hakumkubali kabisa Selemani. Mara nyingi alimwambia binti yake, "Asha mwanangu, nimekuzaa kwa taabu. Sikutaka uje kuolewa na mtu wa baharini, mtu ambaye kesho ataleta samaki waliovunda na kesho kutwa atarudi mikono mitupu. Selemani si chaguo sahihi kwako." Mwisho kunukuu. Hayo yalikuwa ni maneno ambayo mama yake na Asha alikuwa akimwambia Asha, lakini Asha akajibu kwamba, "Lakini mama, moyo wangu unampenda Selemani. Kila ninapomuona najiona kama dunia yangu imekamilika. Siwezi kufikiria kuishi na mtu mwingine tena." Hayo yalikuwa ni maneno ya Asha. Hakika mama yake na Asha aitwaye Bi Zubeda alimwangalia binti yake kwa hasira na uchungu kweli kweli. Macho yake yakionekana kama kuna kitu kilichojificha ndani yake. Hakusema mengi zaidi, lakini moyoni mwake alijizungumzia maneno haya: "Kama binti yangu ataendelea kumng'ang'ania Selemani, basi nitamuonyesha." Mwisho kunukuu. Hayo ilikuwa ni maneno ambayo alikuwa akiyazungumza mama yake na Asha Bi Zubeda. Lakini kuna kitu ambacho kilikuwa hakijulikani kwa wengi, ni kuwa Bi Zubeda hakuwa mwanamke wa kawaida tu. Alikuwa na siri nzito. Kumbe alikuwa ni mchawi. Alikuwa na uchawi ambao alirithi kutoka kwa babu zake wa pwani. Hivyo basi, Bi Zubeda alikuwa na kinyago chake cha nguvu za kiza pamoja na chungu cha kichawi ndani kwake. Hivyo basi, Asha kusikiliza maneno ya mama yake. Selemani naye kila siku alipokuwa akitoka baharini alimletea zawadi ndogo ndogo, samaki wazuri waliovuliwa usiku, mikufu ya magamba ya baharini, na wakati mwingine maneno matamu yaliyotuliza moyo wa Asha. Asha umwambie kitu kwa Selemani. Wakati ulipofika, Selemani aliomba rasmi kumchumbia Asha. Wazee wa kijiji walikusanyika, ngoma zilipigwa na harusi kubwa ikaandaliwa, licha ya uso mama yake na Asha kuonyesha ukakasi na kuonyesha wenye hasira kweli kweli. Wakati harusi ikiendelea, mama yake na Asha Bi Zubeda alienda pembeni ya nyumba, akachukua kinyago chake cha uchawi na kwa sauti ya chini akasema, "Enda mwanangu, osha roho yako kwa furaha, lakini damu yangu inakuona, na mimi nitakuwa kivuli nyuma yako. Moyo wangu hujakubali na siwezi kuruhusu uzao wako uishi kwa amani. Nenda mwanangu, lakini uzao wako hauwezi kuishi kwa amani." Mwisho kunukuu. Hayo ni maneno ambayo bibi huyu Bi Zubeda aliweza kuyazungumza. Lakini Asha na Selemani walihamia kwenye nyumba yao mpya kabisa kando karibu ya pwani. Furaha yao ilikuwa ni kubwa, na mwaka ulipita bila shida. Baada ya muda, Asha alipata ujauzito wa Selemani. Hivyo basi, Selemani akashukuru Mungu kwa neema hiyo ambayo Mwenyezi Mungu amewabariki. Siku ya kujifungua ilipoadia, kulikuwa na hofu na furaha. Wanawake wa kijiji walimsaidia Asha na hatimaye akajifungua mtoto wa kike mwenye afya njema kabisa. Mtoto alipewa jina la Ashura. Awali kila kitu kilionekana shwari tu, lakini kadri siku zilivyozidi kwenda, Ashura kitu cha ajabu kikaanza kujitokeza. Masikio yake yalikuwa yakiongezeka ukubwa kupita kawaida. Mwanzoni watu waliona kama utani tu, ni mambo ya kawaida, lakini kuna baadhi ya wengine wana kijiji wakaanza kusema labda mtoto amerithi masikio ya babu zake huko enzi za zamani. Lakini kadri muda ulivyopita, masikio ya Ashura yakawa ni makubwa sana kiasi kwamba watoto wengine shuleni walikuwa wakimcheka kweli kweli na kumtenga. Mtoto mmoja shuleni alisema, "Angalia masikio kama mabawa ya popo." Walikuwa wakiambizana hivyo. Watoto wengine wanacheka kabisa, na wengine wanasema kwamba Ashura ndege, Ashura ndege. Wakawa wanamtania hivyo kwamba Ashura ni ndege kutokana na masikio makubwa ambayo yuko nayo binti huyu.
Hakika Ashura alianza kuwa ni mwenye upweke, akihisi uchungu moyoni mwake, na Selemani na Asha walihuzunika wakiona mtoto wao akiteseka kwa namna hiyo. Usiku mmoja Selemani alisikia ndoto ya ajabu. Aliona kivuli cha mwanamke akisimama na kinyago cha giza, akilonga maneno yasiyoeleweka. Selemani alipoamka, moyo wake ulikuwa na wasiwasi. Alienda kumwamsha Asha na kumwambia, "Mke wangu, kuna kitu si kawaida. Nahisi mtoto wetu ameguswa na nguvu zisizo za kawaida. Hii sio hali ya kawaida ya kibinadamu kabisa." Asha alijaribu kukanusha, lakini machozi yalitoka bila kujizuia. Ndipo alipoamua kutafuta msaada. Walisafiri umbali mrefu hadi kwa mganga maarufu aitwaye Mzee Gumlasenga, aliyekuwa akiheshimika kwa uwezo wake wa kufichua siri na uwezo wake mkubwa wa uganga na uganguzi. Hivi basi, Mzee Gumlasenga alipochunguza katika rada zake alitulia kwa muda, kisha akasema, "Mtoto wenu hajazaliwa na kasoro. Amefungwa kwa uchawi. Laana hii imetoka kwa mtu wa karibu sana, mtu mnayemwamini kabisa." Selemani na Asha walitetemeka, lakini Mzee Gumlasenga akaendelea kusema kwamba, "Ninaona uso wa mwanamke huyo ni mama yako Asha. Yeye ndio chanzo cha uchungu huu, ni yeye aliyemroga binti yako Ashura." Asha alipiga yowe la uchungu, akaketi chini huku machozi yakitiririka mithili ya maji ambayo yanadondoka kwenye bati kisha yanaanguka chini. Baada ya Mzee Gumlasenga kufichua siri hii, Asha alibaki akitetemeka kwa huzuni kabisa. Alishindwa kuelewa kwa nini mama yake mwenyewe angemlaani mtoto wake. Hivyo na Selemani alimshika mkono mke wake. Mara baada ya Mzee Gumlasenga kufichua siri hiyo, Asha alibaki akitetemeka kwa huzuni kabisa. Alishindwa kuelewa kwa nini mama yake mwenyewe angemlaani mtoto wake. Selemani alimshika mkono na kusema kwa sauti thabiti, "Mke wangu, ni kweli uchungu huu ni mkubwa, lakini hatuwezi kuacha mtoto wetu aendelee kuteseka. Tunapaswa kupambana na giza hili." Mzee Gumlasenga akawapa dawa za kienyeji na tambiko maalum kwa kuvunja uchawi. Aliwaonya kuwa, na nukuu, "Lakini kabla tambiko kufanikiwa, mnahitaji kumkabili yule aliyewaloga, bila hivyo nguvu hazitakata." Mwisho kunukuu. Siku iliyofuata Selemani na Asha walimtembelea mama yake Asha Bi Zubeda. Walipomkuta, Asha alilia kwa sauti kweli kweli, sauti ya kwikwi, na kusema maneno haya, mimi nanukuu, "Mama, kwa nini unamfanyia mtoto wangu hivi? Je, mimi nimekukosea nini?" Hayo ilikuwa ni maneno ya kwake Asha. Bi Zubeda alishtuka, akajaribu kukwepa macho yake, lakini Selemani alizungumza kwa ukali, "Tunajua kila kitu. Uchawi wako tumeugundua na watu wameshautambua. Je, moyo wako uliwazaje kustahimili kumtesa mjukuu wako?" Kwa muda mrefu Zubeda alikaa kimya. Macho yake yalijaa machozi ya hasira na aibu humo. Hatimaye akazungumza maneno haya Bi Zubeda, mama yake na Asha. Akasema, "Mimi sikutaka uolewe na Selemani. Nilihofia utaishi maisha ya shida. Nilipotumia nguvu za giza, nilidhani nitakuzuia, lakini wewe ukaendelea. Niliposhindwa kuzuia, nililenga uzao wako ili mjue uchungu nilionao." Mwisho kunukuu. Hayo ni maneno yake Bi Zubeda akifunguka tu. Sasa hapo hakuna namna. Maneno hayo yalikatakata mioyo yao kama kisu. Asha alimwangalia mama yake kwa uchungu, lakini Selemani akaamua kusimama imara. Bwana Sele akasema kwamba, "Hii ni mara ya mwisho. Tunakukabidhi kwa haki ya Mungu. Kama una roho ya huruma, vunja laana hii sasa, la sivyo utajua nguvu za mwanga zilivyo." Mwisho kunukuu. Hayo ni maneno mazito ambayo Selemani alimwambia mama yake mkwe, wakiwa wote watatu, kwa maana yake Selemani, lakini pia Asha pamoja na Bi Zubeda mama yake mzazi na Asha. Walipofika pale tambiko likafanywa. Uvumba ulipulizwa, maneno ya dua yakasomwa, na kinyago cha uchawi cha Bi Zubeda kilichomwa moto mbele ya kila mtu aliyekuwepo pale katika eneo la mganga. Bi Zubeda alipiga kelele, akatetemeka na kisha akaanguka chini akilia kwa uchungu. Bi Zubeda akazungumza, "Samahani mwanangu, nilipofungwa na hasira nilisahau upendo wa mama. Naomba unisamehe." Kwa machozi Asha alimkumbatia mama yake kwa uchungu kweli kweli, huku akilia. Baada ya siku 3 za tambiko, masikio ya mtoto wake na Selemani pamoja na Asha aitwaye Ashura yakaanza kurudi taratibu katika hali ya kawaida. Watoto wenzake shuleni walistaajabu na baadhi yao wakaanza kumwomba msamaha. "Mbona Ashura amekuwa na masikio mazuri tu kama ya kwetu?" Selemani na Asha walifurahi kwa amani mpya, wakijua kuwa upendo wao na mshikamano wao ndio uliookoa.
Bi Zubeda alibadilika, akaachana kabisa na mambo ya kichawi na kugeukia ibada, na aliishi akitumikia familia yake na akawa kimbilio la wajukuu wake, na kijiji kizima kilijifunza chuki na hofu hulea giza, lakini upendo na msamaha huleta mwanga. Na kufikia hapa mtazamaji, tukutane tena katika video nyingine. Maoni yako ni yapi? Andika hapo katika sehemu ya comment. Bye bye.